Ninaamini kila mmoja wetu hapa atatoka na hiki ambacho natamani usikie. Ukisikia utafanyia kazi. Nilikuwa nimezungumza na last week kwamba si vyema sana kama Mungu amekutoa kwenye dini ukaja kwenye imani alafu ukarudi kwenye dini, kwa sababu kwenye dini kuna mipango tu na mambo fulani na taratibu fulani ambazo ukizichunguza sana kwa kina zile zinakuwa si msaada sana kwako, lakini utagundua zinakutenga na moja ya jamii ambayo ingekuwa baraka kwenye maisha yako. Kwa sababu kuna dini ambazo zina mipaka kwamba usitoke hapo ukaenda kwenye dini ile kule, usitoke kwenye dini ile ukaenda kwenye dini hii, alafu binti wa nyumba hii asiolewe kwenye dini ile na kijana wa nyumba ile asioe kwenye nyumba hii, kwa sababu ya dini zao hazina urafiki. Kwa hiyo zile dini zimetengeneza partition kubwa kwenye maisha, yani zinaziba uso wa mtu kuona mbele, sio rahisi. Lakini watu tuliokana dini tukasema dini baki kama dini, alafu sisi tukae kwenye imani, ndio tumemwona Mungu. Na siku moja nikamuuliza, hivi dini ipi ambayo ya kweli ndiyo ya Mungu? Yaani Mungu alileta dini gani duniani? Dini gani ambayo Mungu alileta? Kwa sababu mwingine anasema hiki kitabu ndo Mungu ameleta, mwingine anasema hizi sheria ndo Mungu ameleta. Sasa sheria zinaweza kuwa kwenye kitabu, lakini niambie sasa, na dini hii nani ameileta? Kwa sababu ukimfuata huyu atakwambia hii ndio dini ya kweli ya Mungu, ukienda kwa huyu anakwambia hii ndio dini ya kweli, alafu wote wawili, wote watatu, wote wanne na madhehebu yao. Lakini je, Mungu alikuwa amekusudia kwamba kabila moja liwe na dini 6, liwe na dini 20? Yaani hivyo ni ipi dini sasa ya kweli? Kwa hiyo kila mwanadamu anaweza akawa na lugha fulani, lakini kiuhalisia Mungu hajajiintroduce kwa vitabu vyote, yaani vile vitabu vyote ambavyo vimeshuka kwa mujibu wa maelekezo, lakini hakuna kitabu ambacho dini imezungumzwa, yaani kwamba kitabu hiki kimesema dini hii. Kitabu kimezungumza imani fulani, imani. Mungu anasema kwenye imani utamuona, kwenye imani, sio kwenye dini. Mungu haonekani kwenye dini, anaonekana kwenye imani, kwa sababu dini inaweza sasa isikupe picha halisi ya Mungu, lakini dini ni mahali pa wanadamu kukutana, wanakubaliana tukae hapa ili tumtafute Mungu. Lakini dini ingekuwa ni ya Mungu, ingekuwa tukiwa tu kwenye dini tunamuona Mungu. Sasa sivyo, kuna watu wako kwenye dini hawamuoni Mungu na hawajawahi hata sikia hata ametenda chochote, lakini imani muda wote inafanya kazi, muda wote inasema na Mungu. Unajua, kumwamini mtu ambaye hujawahi kumuona sio mfumo wa dini. Dini ingepinga kwamba tusiamini kwa sababu hatujawahi, lakini imani inasema amini tu, amini tu. Imani inasema amini tu. Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, wala hamtamwabudu tena Mungu katika mlima huu. Hamtamwamini tena kwenye mlima, kwa sababu walichukua mlima wa kitongoji fulani wakipa jina, alafu wakahakikisha kwamba wakienda pale ndio itakuwa kama dhehebu lao, lakini kumbe Mungu hayupo. Mungu ukiwa chooni kwa imani yako unazungumza naye. Bwana asifiwe. Sasa tulipoanza somo hili nilikuwa najaribu kuzungumzia kutorudi, lakini sio hapo tu kwenye namna, yani nilikuwa nasema kutorudi kwenye eneo ambalo limekupa maumivu. Bwana asifiwe. Kuna mtu pengine hakukuthamini kipindi chote cha maisha, akawa anasababisha upate na pressure, lakini hakukuthamini kuweka maamuzi kwamba wewe na yeye iwe safari ya maisha. Alafu leo amekuta umeshafika sehemu Mungu kakuneemesha, alafu akwambie urudi, akushawishi urudi. Usirudi. Hapa tunatakiwa tuende mbele kwa mbele. Haleluya.
Kuna mtu labda pengine uko kwenye hali ya uhitaji sana mkubwa katika kazi, biashara, yaani hamna unachofanyaga kinanyoka. Yaani we moyo wako muda wote umekaga hauna amani. Nakumbuka wakati nataka kuokoka, nilikuwa mimi nakaa sehemu hata kwenye vijiwe vya rafiki zangu, lakini ghafla nakosa amani, nakuwa kama natafutwa na polisi, kama na hofu hivi, amani inakosa. Nikirudi nyumbani nikakaa, nasikia kama nisikae na watu, nikae chumbani. Yaani safari yangu ya wokovu ilianza hivyo, nilikosa kabisa amani duniani. Yaani huu wito ni wa ajabu sana. Nilikuwa na marafiki, mara wanasema twende hapa, wengine wanasema twende baa, wengine, lakini mimi nakosa amani. Na nikikaa hata sina kesi yoyote, lakini nahisi kama nina kesi, nataka kukamatwa. Kwa hiyo ilienda hivyo, ikawa inafanya moyo, na nikaanza kupungua kiafya. Watu wanaulizwa unaumwa, naambia siumwi. Una shida yoyote ya kiafya? Hapana. Sasa nini mbaya? Yaani nawaambia mimi mwenyewe sijielewi. Ghafla nikaungana na watu ambao kila saa wanasema wanamwabudu Mungu, na amani, nyimbo zikiimbwa. Mimi niliingia kama ndo mwenye matatizo makubwa. Wakianza kuabudu nasikia kama nalia, wanagusa maisha yangu. Alafu sielewi ninatuhuma na nani, sielewi ninakosa na nani, lakini katulia. Wacha niwaambie wapendwa, kiukweli Roho wa Mungu ana principle zake kwa kila mtu anapokuwa amemhitaji. Mimi huwezi kuniambia kwamba wewe unamwamini Mungu wakati haushiriki kwenye mfumo halisi wa imani. Mfumo halisi wa imani unakusurutisha. Sasa hiyo unaweza kuwa katikati yetu ukasikia kulia tu na usimuonee aibu mtu. Hiyo ndio imani. Yaani imani ilivyo na nguvu inaweza kukufanya hapo wewe sasa hivi ukajikuta, yani unaposikiliza hili neno ndani yake wewe unaona kama unaenda mbali zaidi. Mwingine kama hakusikii, mwingine kama anaangalia tu kilichomleta, lakini kuna mwingine likianza anasikia ndani yake kuna taarifa kubwa kuliko inayozungumzwa. Bwana asifiwe sana. Sasa pointi, ikiwa we ni maskini alafu Mungu kaanza kukuinua, usirudi tena kwenye umaskini. Yaani kubali mzozane hapo juu, lakini kwenye umaskini usirudi. Na ukishaanza kuhisi ndani yako amani, umeanza tu kuombewa wiki ya kwanza, ya pili ukaanza kuhisi amani, ujue maskini hanaga amani. Ishara ya kwanza ya Mungu unapokuwa na mambo magumu yamekuvuruga, ishara ya kwanza ya Mungu, hata kama umeombewa dua 800, ishara ya kwanza Mungu huwa analeta amani. Ukianza kusikia kama unakaa amani, hujapokea chochote kizuri lakini amani, ujue tayari Mungu ameanza kuondoa umaskini, anakupa tumaini la mambo yajayo. Kwa hiyo usirudi pale ambapo palikuwa panakutia gesi, panakutia pressure, panakutia hofu. Usirudi pale, usirudi pale. We maisha yako yalishavuka kula kwa mama ntilie chakula cha 500 buku, umeanza kunaingia sehemu na choma mbuzi. Usikubali kurudi kwa mama ntilie ule chakula cha shilingi 1500, unajirudisha kwenye umaskini. Usikubali. Kwa hiyo usirudi. Kuna njia ambazo ukianza kuzirudia, kuna kijiji ulianza kuishi ukaona hawakupendi, mtaa fulani ulianza kuishi ukaona watu hawakupendi, alafu wenyewe ulikuwa unaishi pale kwa shida, iwe ni kwa ndugu au kwa nani, au umepanga chumba, unaona una amani na jamii iliyoko pale. Alafu ile mtaa bado wewe umetoka, Mungu amekupa neema, umeshaenda kule na kule na kule. Alafu ghafla unaambiwa tena kule kuna nyumba inapangishwa, urudi kule ulikokuaga, ule mtaa uliokuwa na vurugu zile. Usikubali. Anza kutafuta mtaa mwingine. Mungu atakuwa ameandaa watu wenye akili kubwa kama wewe. Amen. Amen. Usikubali. Usikubali. Kuna watu walikuwa kibibilia walikuwa wanapelekwa uhamishoni, wanatolewa maeneo waliokuepo ya kifubaya, yakikaa vibaya, wanaondolewa. Kibibilia ukisoma Biblia, wafalme wengi sana walikuwa wanapigana kwa ajili ya kwenda uhamishoni. Yaani manake walikuwa na mtazamo wa eneo fulani ambalo wanaona kwamba huku ni poli waliko, lakini na kule ni poli, ila poli zinatofautiana. Poli lile lililoko mbele
linaonekana lina mazao, lina vivuli, lina hiki, lina watu wanaweza wakafanya hiki na kile, lakini pori ambalo walikuwa wengine linakuwa ni gumu, mpaka Mungu anasema hapa sibadilishi hii jiografia, ondokeni mwende. Kwa hiyo wanatekwa, wengine wanachukuliwa kwa kutekwa, wengine wanapigana vita wanashinda, ndio wanaelekea eneo jingine. Yaani kuna wakati Mungu ana balance mfumo. Unaweza ukaona pengine ofisi fulani ulikuwepo, umefukuzwa kazi na ulikuwa na mshahara wa 300,000. Mimi nikuulize swali, Mungu akitaka kukupandisha akupe 1,000,000, atakuendelea kukuacha kwenye hiyo ofisi upatie 1,000,000 pale? Si watakuua? Kinachofuata ni nini? Si ni kukutoa? Alafu anakutoaje? Waseme tu kazi imeishia hapa? Lazima litokee kosa. Mungu anasababisha kosa hata la kusingiziwa. Wewe unabaki na manunguniko, lawama, sasa mtoto ada nitalipaje, nimefukuzwa. Kumbe Mungu ameona mbele kuna milioni, sio 600,000. Ni maombi yangu na dua, Mungu awapeleke mbele, msirudi kwenye umaskini, tusirudi tulikotoka. Methali tulisoma wiki ile, akaongea neno zuri sana na mimi nilipenda, kuhusu kukemea kurudi mahali pagumu, na akaongea kwa jeuri kabisa. Nikapenda ile kitu, na nilisema pale kwamba wachache watakuwa wameielewa hii. Ilikuwa ni Methali sura ya kwanza, mstari kwanza, nikianzia mstari hata ule wa 32. Anasema hivi, maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Bali kila anisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa mabaya. Haleluya. Anasema kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua. Ngoja nirudi, labda amejirekebisha, inakuja linakuchoma kisu. Umenielewa vizuri? Ni vitu tu mimi naongea tu vya ufahamu wa kawaida, kwa sababu ndani yake kuna nguvu ya Mungu, ambayo kuna vitu wewe usije ukahesabu kwamba vimeharibika ndio umeharibikiwa. Wakati mwingine unakosewa na mtu kwa sababu ya akili zake mbovu, si kwa sababu we ni mbaya, si kwa sababu we huna elimu. Wakati mwingine ni kichaa kinamuingia mtu na akili yake, anakuwa mwiba sana kwenye maisha yako. Lakini katika hali zote 33 anasema mkae eneo kwa utulivu, wala msiogope nini? Mabaya. Kwa sababu ikifika zamu ya Mungu kukuondoa kwenye dhiki, kuna watu lazima akutenge nao. Hamjanielewa hapo? Nasema hivi, ikifikia Mungu anataka kukuweka kiwango kikubwa cha maisha, kuna watu lazima atawaondoa kwenye maisha yako, na wengine wewe utaumia kutoka, utaumia kuacha au kukuacha. Kumbe unatengwa. Bwana asifiwe sana. Unatengwa, uwe special. Kuna dua zako zimeenda kwa Mungu nyingi, zinataka marekebisho ya maisha yako, zinataka marekebisho ya uchumi, zinataka marekebisho ya mfumo mpya. Maombi yako mengi wakati mwingine ndio yanasababisha ainuke adui, akuataki ili ukae pembeni na yeye, alafu ukiwa pembeni Mungu ndo afanye kitu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Wacha nikueleze neno hili kwenye akili yangu tu. Unajua wakati mwingine kuna eneo wewe unafikiri ni msaada, na unafikiri kwamba ndio pamekusogezea siku, panakusogezea maisha, kumbe ndio panakuzamisha. Na ukizama hakuna wa kukunyofoa pale. Kila mtu ndo utakuta wewe unazama, anasema naye anauguliwa. Unazama, anasema mtoto wake amerudishwa ada. Unazama, anasema sasa hivi sina hata 100. Yaani unaanza kuzama, wanakuona wenye akili timamu, lakini hawana msaada. Asante mama yangu, hawana msaada.
ila wanakuona unavyozama. Haleluya. Lakini wewe unasema afadhali hata huyu alitokea akafanya hiki na hiki. Kuna eneo hata watu wasimame wasikusaidie kabisa, lakini ikiwa nina alama yako, ni season yako, ni wakati wako, Mungu mwenyewe akuinue ujisaidie mwenyewe. Unajua, mtu anayekufuatia muogo shambani ukiwa una njaa si bora kama mtu aliyelima shamba akapanda miogo. Hamjanielewa? Narudia kusema hivi. Mtu anayekufuatia muogo ukiwa shamba, anakwenda shambani kukuletea muogo ili ule ukate njaa, yeye si bora kama mtu aliyelima shamba na ukiwa humjui, alafu akapanda mihogo ukiwa humjui. Kuna eneo umetulia, unaweza ukadhani ni msaada, kumbe ni matatizo. Sasa ni bora Mungu akupe nafasi ya kutoka hicho kiwango. Watu wana ibada, wewe unasema hali mbaya, sina nauli. Watu wanasema tumemwona Mungu wiki hii, wewe hujui wamemwonaje Mungu. Watu wanasema ujumbe ule tulibariki maisha yangu, wewe ulikwama nauli, wala ujumbe ule ukusikia. Kuna tofauti. Kuna tofauti. Mtu aliyekosa nauli akaacha kufika kwa sababu usafiri ni gharama, na mtu ambaye amefika kwa shida, hata kama kakopa nauli, alichokisikia kitarudi kuwa mbegu kwenye maisha yake, na hata kaa akose nauli tena katika jina la Yesu. Mungu atafungua milango na kutengeneza nyota yake, na maisha yake atakwenda viwango ambavyo watu hawakudhania kufika. Ni maombi yangu na dua, Mungu ninayemtumikia leo akainue jambo jipya ndani ya maisha yako. Kile ulichosikia kwa bishop na hiki unachosikia sasa, vyote vikainue mfumo mpya na maisha yako yakabadilike. Na mimi maombi yangu na dua leo, kila mahali ulipokuwa umenasa, Mungu akunyofoe hapo, akupeleke kiwango kingine. Pamenasa iwe katika ajira, pamenasa iwe katika biashara, lakini Mungu ainue ufahamu utakao kuonyesha amani yake ndani, na uende mahali ambapo hautataabika tena katika jina la Yesu Kristo. Hivyo hatuwezi kurudi. Hatuwezi kurudi. Mimi leo uniambie nirudi kwa staili gani? Mimi leo niambie nirudi. Unajua kuna vitu nilikuwa najaribu kutafakari. Hata nyinyi watumishi wa Mungu, wachungaji, na wengine wote tu ambao mna maono ya maisha, kuna vitu sahihi simameni navyo vizuri sana. Katika maisha mimi kila siku nawaambia na sitaacha kusema. Yaani muamini Mungu, amini ibada kuliko mume au mke. Nakueleza. Barikiwe sana mtume. Muamini Mungu, amini ibada, na ninaposema ibada manake ni Mungu, kuliko mume au mke au kazi. Kwa nini? Unajua, ukimwamini Mungu umemwamini mtu ambaye anakupa afya. Umemwamini mtu ambaye atakamata watu wawalete kwako wasurutishwe kufanya kitu. Umemwamini Mungu amchukue mtu hata mwenye showroom ya magari awe rafiki yako, na siku moja aseme hana wateja, aseme akulazimishe umiliki gari moja, utamlipa taratibu, kwa sababu ni Mungu. Ukimwamini Mungu kuna kiwango utaenda. Alafu tuwe watenda kazi na si wasikilizaji tu, kwa sababu mimi naamini Mungu alipoweka masikio, akaweka akili, akaweka moyo, hapa pana vitu vitatu vya msingi. Sababu sikio likisikia, moyo unaamini, alafu akili inakutuma kufanya. Sio, tunaelewana? Ichukue sana hiyo principle, itakusaidia. Lakini ukichukua masikio yakaingiza kitu, afu moyo usiadapti ulichokisikia, alafu akili nayo ilale isikutume kwenda kufanyia kazi ulichosikia, utabaki hapo. Watu watakuja, watakupita, wataenda, we uko hapo, wataenda, we uko hapo. Mwisho utaanza kusingizia ushirikina. Mwisho utaanza kusingizia ushirikina. Wengi wanasingizia ushirikina, wengi.
Mimi nilikuwa najaribu kuwaza Mungu alivyo wa viwango alikotutoa sisi. Nichukue picha labda ya vijana, kwa mfano vijana wenzangu wakati ule. Hivyo unajua kijana ambaye anajitambua kwa uchache ukikuta amefikisha umri wa miaka 40. Wadada ambao anakuwa ametembea nao ni karibu 70. Hapungui. Ambaye amekulia kwenye mission na alikuwa anapishana na vijisenti na anaingia mitaa kwa mitaa. Achana na kijana ambaye ni dolo. Dolo si anapendwa na mama yake tu. Sasa kuna kijana, tufanye basi hata kama yeye alipata tu 15. Unaona, nataka nikupe saikolojia sasa ya maisha, na we binti unielewe hapa zaidi. Kijana mnakuwa naye hapa, nyuma huko ameacha watu 20. Sababu, kitafakari zile sababu zilizosababisha asiwe na yule na yule na yule na yule. Tufanye labda ni akili yake. Lakini hata usiku akipata binti mpya leo amelala naye, huwa huyu anataka akidhi hamu, sio wa kuoa. Yaani anakuacha kwenye mawazo usiku kitandani, lakini anawaza kuoa mwingine. Na huko ana kundi alishaliweka kando. Sasa mnaye leo hapa mmebanana kitandani na ni usiku wa manane, lakini ukimuuliza kwenye mawazo ya asili anawaza kuoa mwingine. Sio wewe ambaye umeshajitoa na umejitabisha. Haleluya. Sasa wewe utaingia mkenge tu. Utaingia mkenge, utafanya vituko vyako na nini sarakasi, anakucheki tu. Lakini mawazo yake anaanza kuoa hata Bukoba. Mawazo yanakuacha hapa saa hii. Mmebanana hapa. Na amesha kushukuru kwa mambo mengi yaliyopita, ameshakupa asante za kutosha, na wewe umeshampa pole zake. Kuna vile maneno fulani ya style fulani. Lakini mke anayetaka kuoa sio wewe, yuko mbali na wewe wa 71, bado anakuacha hapo kwenye mawazo kitandani, anawaza kuoa. Hasa ninachotaka kusema hiki ni nini? Wewe usipokuwa na nafasi yako ya kuwa na maono na Mungu kwa ajili ya jambo fulani, hata kuja aliye sahihi, na wewe utaachwa kama 71. Kitabu cha Methali anasema hivi: mkabidhi Bwana mawazo yako na kazi zako zitathibitika. Alikuwa na maana gani? Haya tunayoyapambana kwa akili sisi wenyewe tumebeba kichwani hayaendi. Lakini mawazo haya tukimkabidhi Mungu, mwenye ibada zake, mwenye mafundisho yake, umaskini unabaki, sisi tunanyanyuka na mawazo, na mawazo yanaleta kazi. Wewe hujaona mimi nashangaa wa Tanzania wanavyokuwa. Wewe ukifungua M-Pesa hapa ukapata wateja 15 kwa siku, kesho utasikia mwingine kafungua hapa M-Pesa hiyo. Na huyu akianza kupata hata kwa shida, utasikia kesho kutwa na mwingine kafungua hapa. Flemu hizi 3 zote zina M-Pesa. Alafu wanaanza, huyu ameshanuna vya kutosha, alianza yeye, amevamiwa na huyu, na huyu amenuna hapa, wakati kuna mwingine tena anakuja hapa. Mawazo hawana. Ndio maana kila mtu huwa anaenda, analazimisha kwenda kwenye wazo la mwenzake. Anaona hata nyota yake ni tofauti na mwingine, lakini anaenda kwenye wazo lake. Sisi wote tukiingia shamba kulima, nani atakayenunua? Haleluya. Sasa mawazo yetu sisi ndiyo yanayotusaidia kwenda mahali na usirudi tena, kwa sababu unakokwenda
Kama utaona ni njia ambayo imekuja kukuhamisha kiwango, huwezi kurudi tena. Kuna watu wameingia kwenye madhabahu wakatoka kwenye umaskini, lakini wakabarikiwa na madhabahu. Sasa wanarudi tena kwenye umasikini kwa sababu wametoka kwenye madhabahu. Alafu shetani alivyo muongo, anatembea nao akiwaambia kokote kuna Mungu. Kokote Mungu huyo alikuwepo kokote, lakini mbona alikuacha kwenye dhiki kuu na hukufanikiwa mpaka umefika hapa? Kuna matamko yametoka, ndio kidogo umeanza kupanda. Inakuwaje Mungu akubariki alafu akuondoe sehemu yenye baraka? Haiwezi kutokea, haiwezi kutokea. Wewe umekuja hapa Jasta, huna hata chamba, huna kiwanja, huna chochote. Mungu amekubariki kiwanja, amekubariki shamba, amekubariki nyumba, amekubariki na usafiri. Unatokaje hapo? Hujajua wivu wa shetani ulivyo. Hujajua wivu wa shetani ulivyo na akili yake alivyo expert. Barikiwe sana mwanangu. Shetani ni expert. Anaufahamu. Ni Mungu wa pili. Anaona ambako wewe huoni. Kwa hiyo anaweza kukugonganisha na shemasi tu, akakugonganisha na mchungaji, akakugonganisha ili utoke pale, kwa sababu panakubariki. Ukikutana na mtu mwenye mawazo aliyemkabidhi Bwana, Mungu anamwambia usiondoke hapa. Kama kuna vita vimeinuka, vipigane ukiwa kwenye himaya hii. Nitakuinua kupitia hivyo vita, nitainua uchumi wako kupitia hivyo vita. Hautatoka mahali ambapo pana baraka. Watu wengi wanaharibikiwa kwa sababu kuna eneo wanakimbia. Mahali Mungu amekuweka huwezi kuondoka kihuni. Ubarikiwe sana mzee wangu, asante sana. Mimi nashangaa, anasema Suleiman, anasema kurudi kwao wajinga kunawapelekea kifo. Sijui unanielewa. Kitabu cha Zaburi ya 78. Zaburi ya 78. Alafu twende tu mstari wa 40, alafu twende na 41. Kama tunaweza tukampata msomaji mwenye weredi kidogo na matamko ya kinabii. Amen. 40 na 41. 78. Walimwasi jangwani mara ngapi? Rudia. Walimwasi jangwani mara ngapi? Walimwasi jangwani mara ngapi? Na kumhuzunisha nyikani. Na wakamhuzunisha pia jangwani. Wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu. Wakarudi nyuma alafu wakaendelea kumjaribu Mungu. Wakampa mpaka, wakamwekea mipaka mtakatifu wa Israeli, yule aliye mtakatifu wa Israeli. Sasa acha nifafanue hapa. Amen. Kwa sababu hii ni Biblia. Yes. Anasema walimwasi Mungu aliyekuwa ameshawatoa Misri kwenye dhiki kuu. Amewatoa Misri kwa ishara nyingi, ukiendelea kusoma amewafanyia vituko vingi ili awakomboe na umaskini, mateso, maumivu, na mtu kunyanyasika ukiwa hauko nyumbani kwako ni mbaya sana, kwa sababu hata maradhi yako yanakuwa ya ajabu, hata maisha yako kukipambazuka, una mawazo, stress za kutosha. Kwa hiyo akapambana kwa ishara. Mungu akaonyesha mkono wa miujiza mingi ili ahakikishe tu anawakomboa, kuwarejesha. Kwa hiyo Mungu akafanya hiyo kama promo ili wao wajue, lakini bado wakiwa jangwani wakamwasi. Ukimuuliza nani yule Haruni, atakwambia walivyoasi. Wakamwasi tena wakiwa sio wako kwenye mafanikio. Waasi wengi hawaasi wakiwa kwenye neema, wanaasi wengine wakiwa kwenye dhiki kuu. Yani maumivu, anakuwa na uchungu. Kwa nini mimi sijafanikiwa? Kwa nini mimi, ngoja nijaribu na hapa, ngoja niende na huku. Wengi wanaasi mpaka kwenda kwenye ushirikina kwa sababu ya maisha magumu. Na siku hizi unajua issue za ushirikina zimebaki na watu dormant. Watu wasio na uelewa ndio wamebaki na yale maisha. Mtu mwenye uelewa, hata kama ana kitu, mawazo yake yakikombolewa, anajua ipo siku ya Bwana na uko muda ambao Mungu atafanya kitu. Hawezi kwenda kwenye ushirikina. Mungu aliyeumba hii ardhi, alafu akasema nimeweka hazina za gizani zilizofichwa mahali pasiri, nitawabariki ninyi
ndio Mungu tunayetamka habari zake leo. Yeye ni zaidi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Usikubali kurudi. Mwambie jirani yako usikubali kurudi kwenye maisha uliyoyaacha, maisha ya dhiki. Usikubali kurudi maisha ya umaskini. Usikubali kurudi. Kiwango ulichofika leo kusikiliza injili hii ni kiwango kikubwa. Kuna watu hawana nafasi ya kuja kutupa masikio. Wewe nafasi uliyoitoa lazima ibadilishe ufahamu wako na vitu fulani vibadilike. Mimi nakueleza kabisa, lazima uelewe hii. Na mimi nakuombea Mungu akupe majukumu kulingana na ufahamu wako. Sababu kuna mtu ukikosa majukumu unakufa kabla ya wakati. Ukikosa majukumu ukaanza kuamka tu unafunga msuli unaenda kwenye kahawa ya shilingi 50 haina sukari, unakaa pale, utashinda unaongelea Arsenal na Liverpool, utashinda unawajua mpaka watu gani, unajua maisha ya watu wengine, unashinda pale. Kama ni wa jinsia ya kike unaamka umevaa dira lako unatafuta mtu wa kumsuta. Huna jukumu. Huna jukumu. Mungu akupe jukumu uelekee mahali. Huyu tajiri amenielewa. Tajiri amenielewa. Mungu akupe jukumu. Ifike wakati pale mtaani, hata ukiona umeamka huna kazi, toka jifanye kama ulikuwa kazi, nenda kashinde mtaani. Wasikuzoee sana kwamba kila siku uko pale. Nenda zako, shinda, hata unakatiza unaona nguzo za umeme tu. Zunguka, pita masoko fulani, iamshe akili yako. Kuna eneo usikubali kurudishwa. Na Mungu akitaka kukuinua, cha kwanza anakupa ufahamu. Hatendi muujiza kijinga, anakupa kwanza akili. Leo unaanza kutafuta marafiki wanaokuwa busy. Fulani uko wapi? Niko kwenye biashara Kariakoo. Nitapita hapo hata kama hujaondoka. Hata kama uko na ratibu unaenda. Mnasalimiana naye. Alafu unamwambia na mimi napita pita hapa, kuna kitu nakifanyia kazi. Msikae tu kama nguzo za umeme mmetulia eneo moja. Fanya kutoka, badilisha mfumo wa mindset zako. Kuna eneo tembea hata kama hakuna dira. Utapata dira mbele ya safari. Mungu akianza kudiri na wewe, cha kwanza anainua ufahamu. Alafu utaona kama ufahamu unakuja kama wakijinga. Unakwambia sasa hivi usikae hapo. Au anataka kuanza story za kumuongelea fulani. Wewe sasa hivi waage, pita Ubungo. Panda lile daraja. Shuka chini. Teremkia Shekilango, pita Sinza. Ingia kwenye maduka ya nguo, uliza kwenye vioo mule. Ukiona mtu amefanikiwa hapa mjini, ujue hata ile milango ya puru wameipushi sana. Ile milango ya puru tumeipushi sana mjini. Unaingia una bahasha yako ya A4, unatafuta ramani. Sehemu ya kusukuma wewe unavuta. Kuna mistake nyingi umezifanya, lakini ndio mwisho Mungu anaonekana kwenye hiyo akili. Sema haleluya. Mungu anaonekana. Ule ubize wako unakupa heshima. Ubize unakupa heshima. Sasa mnakaa mmetazamana kutwa nzima. Wewe jaribu kufuatilia hata zile familia ambazo hazinaga maisha mazuri. Mama yuko hapo tangia asubuhi mpaka jioni, baba yuko hapo tangia asubuhi mpaka jioni, watoto ndio hao wakizunguka ramani hamna. Utashangaa kila saa wanazozana tu. Mwisho wanajipa ubize wa kununiana kutwa nzima. Mnachukiana bila sababu. Hizo dalili zikianza kutokea ujue ramani, familia haina ramani. Zikatae hizo. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Watu wananuniana tu. Kakosa kadogo hivi, hata hapa mpo msijifanye namna gani. Yaani kakosa kadogo tu na mwenzi wako mnavimbiana eti wiki. Maumivu ya uchungu wa kutokuwa na kitu. Wewe jaribu siku moja umtishe mwenzio, si amenuna Kaazime hata hela ya watu, waambie nairudisha sasa hivi, alafu uitupie pale 400,000 kwenye meza. Yule aliyekuwa amekununia siku 5 hamjasemeshana, wewe tupia 400,000 pale. Ndio ujue pesa ni komesha la matatizo. Sema haleluya. Atachangamka ghafla, atajizugisha hivi, atajifanya kama anakuulizia kitu fulani, huko anazitazama zile pesa, atazugazuga hivi, alafu tena akitoka kidogo, wewe zichukue zirudishe kwa mwenye nazo. Umemaliza vita. Anaanza kuona huyu mwenzangu. Kuna saikolojia ya kuondoa kero. Nyinyi tatizo ufahamu gani Mungu amewapa nyie? Pokea huu ufahamu kwa jina la Yesu.
Mungu akupe mawazo ya kusogeza mbele, wala usirudi nyuma tena. Ndio maana yule aliyekudhihaki ukiwa huna kitu, usimrudie, akukute mbele. Yule aliyekuheshimu wakati una shida, tembea na huyo mpaka kifo. Hata kama mkuwa na ndoa, itakuwa ni ndoa mbele za Mungu tu, sio lazima ifungishwe na mashehe na wachungaji. Mkiaminiana tu, hiyo ni heshima, ndio ndoa kuu duniani, kwa sababu ile ni imani na imani. Na wacha niwaambie kitu hiki, unajua watu ukiona watu wameishi, Mama Veda njoo Mama Veda, alafu kaa kwenye kile kiti cha mume wako, alafu usikae, asimame na wewe usimame. Niwatolee tu mfano kwa sababu hao ni wanangu ninaojivunia. Bwana asifiwe sana. Huyu na huyu ni mtu na mke. Ukiona wameishi mwaka wa kwanza wako wote tangu wameoana, wa pili wako wote, na watatu wako wote, na wanne wako wote, na watano wako pamoja, na wasita wako pamoja, hawa na wasaba leo wanagonga 30, na 8 wanaitafuta 40. Ujue ili waishi pamoja hawa, kulikuwa kuna mjinga mmoja ambaye mimi simjui. Sema haleluya. Ili mtembee pamoja kwa muda mrefu, lazima mmoja ni mjinga kwa mwenzie. Mkiwa wajanja wote hamkati miaka 4. Mkiwa wajanja wenye akili sawa, watu wenye akili sawa hawawezi kutembea pamoja. Lazima mmoja awe fara kwa mwenzake. Ndio maana leo wanataja 38 kwa jeuri. Ni maombi yangu na dua, Mungu akuinue, utembee na wanaokuelewa, upate mjinga mwenzio mmoja, mfike mbali. Sema haleluya. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Hatuwezi kurudi tunakotoka. Hatuwezi kurudi. Na ukikuta mtu yuko single, sema amina. Ukikuta mtu yuko single, ujue yeye amekosa mjinga mwenzie. Ndio maana hataki kero. Lakini siku akipatikana mwenye akili, atanyanyuka naye. Hivi vitu vinaenda kwa mahesabu. Wala usiumize akili yako dua nyingi. Wewe mwambie Mungu akupe afya, cha kwanza. Cha pili, akufungulie milango ya fedha. Full stop. Mengine haya yatajileta. Na hakunaga mtu mwenye pesa akakataliwa wala kudharauliwa. Utamdharau wewe kwa akili yako, lakini wengine wote wanamheshimu kwa sababu ana nini? Ana fedha. Bwana asifiwe sana. Hatuwezi kurudi tulikotoka. Sema haleluya. Kwa hiyo Mungu kuna mahali alipokuweka, usikubali kurudi kule ulikotoka. Amen. Tunaelewana vizuri? Nikupe mfano hata Yesu wakati anazunguka na wale thenashara. Nifungulie kitabu cha Luka ile sura ya 9 na mstari tuangalie wa 61. Luka sura ya 9. Nataka nimalize tu mimi nikubariki. Sema amina. Kuna watu ambao wamekuwa wanakutana na ndoto. Nataka niwaone Jumapili, kila mmoja nimzindulie ndoto nzuri, lakini ile mbaya tuifute isitokee maisha yako yote. Amen. Sura ya 9 Luka na mstari wake wa 61, kama uko tayari tafadhali. Amen. Anasema mtu mwingine pia akamwambia Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu. Nirudi kijijini nikawaage kwanza wananzengo. Yesu akamwambia mtu aliyetia mkono wake kulima, mtu ambaye ameshaweka mkono wake kwenye jukumu, kisha akaangalia nyuma, alafu akarudi tena kuchungulia nyuma, hafai kwa ufalme wa Mungu. Pigia Yesu makofi. Amen. Yaani kutembea na Kristo, ukishaambatana naye hivi, vya nyuma vyote havikufai. Amen. Hamjanielewa. Yes. Nasema hivi, ukishabanana na Yesu, hata kama umetoka kwenye Uislamu, yaani nyuma utakiwa kuangalia tena. Unatakiwa muangalie Yesu afanye mambo yote unayomdai. Na leo Bwana akainue kila unachomdai akakiripe kwa wakati.
Maana Yesu sio mzulumati, yeye atakulipa kuanzia kwenye afya, atalipa sura yako, atalipa umbo lako, atalipa kazi yako, atalipa viwanja, atalipa ndoa, atalipa kila unachokihitaji. Hata magari yana showroom yake, na yenyewe atakulipa kwa jina la Yesu. Sema haleluya. Sema tena haleluya. Masia, Masia mwana wa Mungu, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Masia, mwana wa Mungu, Masia, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Masia, Masia mwana wa Mungu, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Masia, Masia mwana wa Mungu, Masia, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Masia, Masia mwana wa Mungu, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Masia, Masia mwana wa Mungu, Masia, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Masia, Masia mwana wa Mungu, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Masia, Masia mwana wa Mungu, Masia, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Masia, Masia mwana wa Mungu, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Masia, Masia mwana wa Mungu, Masia, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. 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 Yesu, Yesu, Yesu. Haleluya! Makofi kwa Yesu jamani. Sherekea utajiri wako. Furahia mafanikio yako. Furahia mafanikio yako. Makofi na vigeregere kwa mzee Amani. Mwana wa Mungu, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Masia, Masia mwana wa Mungu, Masia, hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Kwa Yesu raha sio raha. Raha. Nasema raha sio raha. Raha. Yaani mimi mpendwa, na kuombea tu Mungu akufanikishe sana. Yes, amen. Sina wivu juu ya maisha yako. Amina kubwa. Nataka ufanikiwe, tuwe wengi katika kusaidiana. Amen. Amen. Na ni maombi yangu na dua Mungu akuinue sana. Amina, amina, amina. Hasa wale adui zako wakisikia habari zako wazimie. Amina kubwa. Na wengine wakikuona wachanganyikiwe. Amen. Na wale ambao hawatazimia kwa kuona mafanikio yako, basi wawe wapambe wako. Amina kubwa. Haleluya. Amen.